Bana, mambo vipi? Karibu sana, hii ni Talent Media. Tumekuwa tukikusogezea updating za michezo mbalimbali, na moja kati ya taarifa kubwa sana ambayo naamka nayo hivi leo ni kuhusiana na Manchester United na kiungo Bruno Fernandes, ambapo kuna taarifa zilikuwa zikieleza kwamba muda wowote anaweza kuondoka mara tu baada ya msimu kukamilika. Lakini taarifa njema ambazo nimezipata kutoka kwa Willy Cox, hapa namzungumzia moja kati ya mtu maarufu sana ambaye ni miongoni mwa watu wakubwa sana pale United, ameweza kututhibitishia jambo. Yes, sasa tunaambiwa makubaliano makubwa ya Manchester United yamefikiwa, huku Willy Cox yeye akiondoa kutokuwa na uhakika ama akizungumza kutokuwa na uhakika kuhusu mchezaji bora wa club. Sasa yeye anatuambia kwamba Manchester United sasa inaaminika kuwa Bruno Fernandes yuko hapa, na nukuu, anasema Manchester United sasa inaaminika kwamba Bruno Fernandes yuko hapa kusalia, na nahodha huyo hataondoka Old Trafford msimu huu wa joto baada ya Jason Wilcox kuweka wazi. Yeye anatuambia sasa anasema nia ya klabu hiyo, anatuambia kwamba wanahitaji sana, bado wanamhitaji sana. Sasa Willy Cox anaitwa Jason Willy Cox, yeye ameweka wazi nia ya klabu hiyo, na habari hizo huenda zikamalizika uvumi wa kuhamia kwa moja kati ya waniaji wanne wanaovutiwa zaidi. Unajua kuna ile mtu anataka awe nahodha hivi na hivi. Yes, sasa nyota huyo wa Ureno ni miongoni mwa wanaopendekezwa kutajwa kuwa mwanasoka bora wa mwaka baada ya msimu mwingine mzuri kabisa akiwa na Manchester United. Akiwa na pasi za mabao 18, Fernandes anahitaji mengine mawili pekee kutoka kwa michezo mitano iliyosalia ya ligi ili kukaa pamoja na Thierry Henry na Kevin De Bruyne mwenye umri wa miaka tuseme umri wa miaka 20. Sio, yani nikizungumzia umri hapa sizungumzi umri, yani kwamba idadi ya mabao 20, idadi kubwa zaidi kuwahi kupatikana katika msimu mmoja. Tunamfahamu Thierry Henry ambaye alichezea Arsenal, lakini Kevin De Bruyne ambaye alitumikia Manchester City. Sasa ukweli wa mambo ni kwamba Fernandes amekuwa mchezaji bora wa United kwa msimu mingi zaidi, na anaorodheshwa kama usajili wao bora katika wadhifa wa Sir Alex Ferguson, na kufanya kuwasili kwake kwa pound milioni 47 sawa na euro milioni 55 kutoka pale Sporting Januari mwaka 2020. Kama tunakumbuka, Bruno Fernandes aliweza kutua United kutokea Sporting mwaka 2020, ilikuwa ni Januari, na hii limekuwa ni kuwa moja ya wachezaji bora zaidi waliosajiliwa na club. Sasa ana umri wa miaka 31. Fernandes haonyeshi dalili za kupunguza kasi, na ni rahisi kuelewa ni kwa nini kumekuwa na hamu kubwa katika huduma yake katika siku za hivi karibuni. Hakika Fernandes alionekana kuwa na uwezekano wa kuacha Old Trafford mwishoni mwa msimu, wakati ripoti zaidi ziliibuka za kutoridhika kwake mnamo Desemba. Sasa waandishi wengi wamekuwa wakitoa taarifa nyingi kuhusiana na mambo. Kwa mfano Fletcher pia ameweza kufichua nyuma mnamo Novemba kwamba juhudi kubwa zinaweza kuwasili kutoka Saudi Arabia kupata huduma zake. Ni taarifa ambazo zimeeleza hivyo bwana. Kwa wale ambao walikuwa wanatarajia labda Bruno Fernandes ataweza kuondoka United, hiyo ni no. Mimi ni Ali Swale Mshana tukutane tena baadaye.